Dunia inaweza ikasahau kila kitu, lakini dunia haiwezi kusahau stori hii yenye majonzi, msisimuo na utisho mkuu. Kila mwenye moyo na nyongo aliposikia aliumia. Na kurudisha mwaka 1972 mwezi wa 10, ambapo timu ya taifa ya Uruguay katika mchezo wa rugby ilipokuwa ikijiandaa kwenda kucheza na timu ya taifa ya Chile. Taifa lilipatia timu ndege kutoka katika jeshi la anga. Ndege ilikuwa inaitwa Uruguay Air Force Flight 571. Ndani ya ndege kulikuwa kuna abiria 45, wakiwepo wachezaji, familia na benchi la ufundi, pamoja na mtu mmoja ambaye yeye alikata tiketi akailipia kwa ajili ya kwenda kuhudhuria harusi. Ndani ya ndege alikuwepo mchezaji machachari sana wa rugby wa taifa hilo kwa kipindi hicho, alikuwa anaitwa Nando Parado, ambaye yeye alitembea mama yake Senia na mdogo wake wa kike ambaye anaitwa Susi. Ndege iliondoka tarehe 12 mwezi wa 10 1972. Katikati ya safari, rubani aliona hali ya hewa ilikuwa sio nzuri kabisa. Akashinikiza kwamba ndege lazima isimame, isiendelee na safari. Ikawabidi wasimame katika nchi ya Argentina. Waliposimama katika nchi ya Argentina, rubani alitegemea wasimame ndani ya siku 2 hadi 3 mpaka hali ya hewa itakapokuwa sawa. Lakini vibali vya nchi ya Argentina vilikuwa iruhusu ndege nyingine yoyote isiyokuwa na kibali itue katika ardhi yake ndani ya masaa 24. Kwa hiyo wapasa waondoke tarehe 13 kilazima, hiyo wamependa, hiyo hawajapenda. Tarehe 13 mwezi wa 10 safari ikaendelea. Ndege ilikuwa ikipaa hewani kwa umbali wa mita 6860 sawa sawa na futi 22500, lakini kulikuwa kuna mlima mkubwa sana unaitwa Ancocado ambao ulikuwa una urefu wa mita 6960. Kwa hiyo ndege ilikuwa chini, mlima ulikuwa mkubwa. Kwa kuwa hali ya hewa ilikuwa mbaya, rubani hakuweza kuona ule mlima. Ndege ilienda ikagonga ule mlima. Ikasikika kauli moja tu ya rubani, tunakufa. Na ghafla mshindo mkubwa wa ndege ukiwa unashuka chini ulisikika. Ndege ikadondoka katika milima yenye barafu na theluji kali ya Andes iliyoko katika nchi ya Chile. Basi bwana, baada ya ndege kudondoka, abiria 12 walifariki papo hapo bila kuomba maji, wakabaki 33. Baadhi yao waliokuwa wazima walijitenga pembeni na wengine walikuwa wamezimia. Nando Parado alizimia ndani ya siku 3. Siku ya 3 ndo anakuja kuhema. Baada ya Nando Parado kufufuka, ilibidi wakae. Radio call hakuna na mawasiliano hayafiki kule. Wakaanza kula vyakula ambavyo walikuwa wamevibeba kama chocolate, maji na vitu vidogo vidogo. Vyakula vile walivila mpaka vikaisha. Bado hakukuwa na tumaini lolote. Nchi ya Chile ikawa imeanza kufanya tathmini, ndege ile imedondoka wapi? Kumbuka ndege ile imedondoka milimani ambapo haishi mtu yoyote, kwenye milima yenye barafu na theluji kali mno. Baada ya vyakula kuisha, wakashauriana kwamba inabidi waanze kula maiti za watu wale waliofariki ili kumaintain uhai wao, huku wakijipa imani kwamba ni katika harakati za wao kuendelea kuwa hai, wale walishafariki hawajui lolote. Wakaanza kula. Walikula mpaka ikafika zamu ya Nando Parado kumla mama yake. Ilipofika siku ambayo mama yake Sena, maiti ya Sena ambayo inatakiwa iliwe, Nando alikata tamaa, alisema hapana, siwezi kuyaruhusu macho yangu na mdomo wangu ukiona mama yangu analiwa kamwe. Naombeni mnipe ruhusa nishuke chini ya hii milima nikatafute msaada. Walimuelewa wale wenzi, wakamwambia sawa, nenda katafute msaada. Alishuka yeye pamoja na rafiki yake. Walitembea umbali wa kilomita 60 kutoka milima mikubwa sana ya theluji. Walitumia siku 10 mpaka kushuka chini kutafuta msaada. Wakakutana na mkulima mmoja ambaye alipiga simu na msaada ukaja ukafika, wakaokolewa. Walikaa milimani siku 72 kwenye barafu na theluji kali, wakiwa wanakula chokoleti na maiti za watu. Wewe ungeweza? Unajifunza nini kwenye kisa kidogo kama hichi? Usikate tamaa dakika ya mwisho. Huenda umepitia matatizo makubwa sana, huenda ulikaa ukatamani bora ningalifariki, lakini fahamu ya kwamba kila changamoto ambayo unapitia kuna mtu anaweza kuipitia kaimudu. Kwa nini awe yeye sio wewe? Usikate tamaa. Haiishi mpaka ishi. Story ya Nando Parado ni ya kweli, si ya kutunga. Pita katafute kisa hiki, utajifunza kitu. Hatutakiwi kukata tamaa kwenye maisha yetu. Havache kwa kunisikija. Mimi naitwa Amani Dimile kutoka katika milima ya Pale Same. Asanteni sana.